Sasa nataka ni share observation yangu binafsi. Sijasoma kwenye kitabu wala sijaona research yoyote ambayo imezungumza hivyo. Hiyo ni observation yangu mimi kama mimi. Kwamba mtu yoyote ambaye ana pumu, ana asthma, pumu, au ana shida yoyote kwenye mfumo wa upumuaji, au either una kikohozi sugu, yani kikohozi ambacho hakiishi, au unapata mafua yako hayaishi, au una pumu, vitu kama hivyo. Magonjwa kama hayo mimi kwa uzoefu wangu nimeona yana uhusiano mkubwa sana na uzito mkubwa pamoja na kitambi. Yani ukiwa na mafuta mengi mwilini alafu ukawa na haya magonjwa, ukipunguza uzito, of course kwa njia ambayo ni ya kiafya, yani ukafanya ukapunguza uzito kwa namna nzuri kiafya, unagundua kwamba hizi hali zinaweza zikaisha kabisa. Of course zinaweza zisiishe kwa 100% kulingana na degree ya ugonjwa wako, lakini kwa wengi naona inafika mahali wanakuwa kwenye remission kabisa, yani hizi vitu vinakuwa havisumbui tena. Sababu nimekuwa nadili na watu wenye uzito mkubwa kwa muda mrefu. Kuna watu ambao wanakuwa anapambana na uzito mkubwa huku ana ugonjwa kama pumu au kikohozi cha muda mrefu. Akifanya vizuri, anapungua uzito na kufikia kwenye maeneo fulani karibu na uzito ambao anatakiwa kuwa nao kulingana na urefu, unagundua hata haya magonjwa mengine yanakuwa yameshaisha. Yani kikohozi kimeisha, kama ni pumu, allergies, mafua ambayo yaishi yanakuwa yanaisha. Kwa hiyo ujumbe wangu ni kwamba kama unapambana na pumu au pumu, kikohozi sugu, mafua, allergy hizi, halafu wakati huo una uzito mkubwa, jitahidi kupunguza uzito kwa njia sahihi kama ambazo nafundisha. Kwa namna sahihi, ukishafikia uzito wako ambao ni wa kawaida, kwa neema ya Mungu utashangaa magonjwa mengine pia yameisha. Na hata kama hayajaisha, basi utakuwa umepunguza zile dalili na usumbufu kwa sehemu fulani. Hebu jaribu hiyo na mwenzio pia mshirikisha, ili pia anaweza kufanya hivyo, tuweze kuokoa kutoka na haya masumbufu madogo ambayo yako ndani ya uwezo wetu tukayafanyia kazi. Mimi naitwa Dr. Nature. Mungu akubariki sana.